Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupokea habari zetu kila wakati. Fuatano ni tamko la kuhimiza chanjo ya uviko kwa mtazamo wa dini ya Kiislamu. Leo hii siku ya Jumanne tarehe 12 Oktoba 2021 hapa jijini Dar es Salaam na hapa ofisi kwetu. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu wanahabari, ndugu zangu wa Tanzania, ndugu zangu wote mnaonisikiliza, mnaonitazama popote mlipo, amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu wote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu wanahabari, nchi yetu ya Tanzania ni miongoni mwa nchi nyingine duniani zilizokumbwa na tatizo kubwa la maradhi ya uviko yanayosababishwa na virusi vya corona. Maradhi ambayo yameathiri uchumi wa nchi yetu na mahusiano ya kijamii katika nchi yetu. Maradhi ambayo yameathiri uhusiano wa kibiashara na kijamii katika nchi yetu na ndugu zetu katika nchi nyingine. Yameathiri pia ibada ya hija kwa mwaka wa pili mfululizo. Ibada ya hija kupitia maradhi haya imeathirika kwa mwaka wa pili mfululizo. Yameathiri pia uchumi ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu. Kila nchi zimekuwa zikilalamika kwa upande wake. Ndugu wanahabari, Uislamu ni dini, na dini yoyote huwa inamuelekeza mwanadamu mfumo kamili wa maisha yake, maisha ya kimwili na kiroho, yani kiimani. Dini inamuelekeza mtu maisha yako ya kawaida ya kimwili na maisha yako ya kiimani. Hivyo afya ya mwanadamu imeelekezwa umuhimu wake katika Uislamu. Kwa Uislamu umeelekeza umuhimu wa afya ya mwanadamu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, yapatie faida mambo matano kabla ya matano. Katika hayo matano moja wapo, ipatie faida afya yako kabla ya kuumwa kwako. Afya yako ipatie faida kabla ya kuumwa kwako. Kwa kuwa maradhi ya uviko yanaathiri uchumi, uhusiano wa kijamii pamoja na ibada, kwa kuzingatia hayo, Uislamu unaamrisha mambo matatu. Uislamu unaamrisha mambo matatu. La kwanza, Uislamu unaamrisha kujitibu kwa aliyepatwa na maradhi hayo. Uislamu unaamrisha kujitibu kwa aliyepatwa na maradhi hayo. Uislamu unaamrisha pia, jambo la pili, kujikinga kwa namna zote za kujikinga. Uislamu unaamrisha pia na unakataza kutomuambukiza mwingine. Usimuambukize mtu mwingine kwa makusudi. Dini ya Kiislamu inakataza mtu mwenye maradhi kufanya uzembe akawaambukiza na wengine. Kuhusu kujitibu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, jifanyieni dawa enyi waja wa Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu hajaleta ugonjwa wowote ila ameuwekea dawa. Tadawau ya ibadallah fa innahu lam yadha daa illa wada lahu dawaa. Kwa hiyo Muislamu, mwanadamu, anatakiwa amini kwamba kila maradhi yana dawa. Suala la wanadamu kuyajua na kutokuyajua, hizo ni kutokujua dawa, ni suala jingine. Suala la kujitibu ni amri ya dini ya Kiislamu, na anayezembea kujitibu baada ya kuathirika, huyo atapata dhambi ya kujiachia,
kwa kujiangamiza mwenyewe. Mwenyezi Mungu Subhana anakemea tabia ya kujiangamiza mwenyewe. Anasema katika Qur'an tukufu sura ya 2 aya 195, na toweni katika njia ya Mwenyezi Mungu wala msijiangamize kwa mikono yenu katika maangamivu, wala tulqu biaidikum ila tahluka, sijiangamize wenyewe, na fanyeni wema, hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wafanyao wema. Kuhusu kujikinga, Uislamu unafundisha kujikinga kwa njia 3. Njia ya kwanza, kufanya maombi. Uislamu unakubali au unaamuru kufanya maombi, kumuomba Mungu, kwa sababu Mungu ndiye pekee alitakalo huwa, na tumeamuriwa kumuomba tunapokuwa na shida zetu. Kwa Uislamu unafundisha kwanza kufanya maombi. Pili, Uislamu unafundisha kufuata mfumo wa kujikinga. Na tatu, Uislamu unafundisha kula dawa au chakula chenye maelekezo kuwa ni kinga. Uislamu unafundisha hivyo pia. Njia ya kwanza ya kufanya maombi, kwa mfano tuiangalie kinga. Pale mtu anapotaka kuingia chooni atangulize mguu wa kushoto, wakati wa kuingia atangulize mguu wa kulia, wakati wa kutoka na ajikinge kwa kuomba, aseme Mwenyezi Mungu Mola wangu, hakika mimi najikinga kwako kutokana na shari za mashetani wanaume na mashetani wanawake, inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Tayari huyu ameshajikinga kwa kutumia njia ya maombi. Atakaingia chooni katengeneza kinga huku nje kabla ya kuingia kwa njia ya maombi. Tayari hapo atakuwa amejipa kinga kwa njia ya maombi, kwa maana yake dua. Na katika kila aina ya maradhi anatakiwa mtu ajipe kinga kwa kuleta kila wakati maombi ya kuomba kukingwa na kuyataja maradhi husika. Kila saa, Mwenyezi Mungu tunakuomba tuondoshee maradhi haya ya uviko, tuondoshee uzito huu Mola wetu, kwa sababu wewe Mwenyezi Mungu ndiye ambaye ukiamua linakuwa na ukikataa linaondoka. Kwa njia ya kutaja maradhi husika. Njia ya pili ya kujikinga ni kufuata mfumo unaokinga maradhi. Miongoni mwa kinga za maradhi ni kufuata mfumo ambao unakinga maradhi kuingia, kudhoofisha na kushambulia mwili. Bwana Mtume Muhammad sallama ameagiza mfumo kinga hiyo wa kutokula mpaka mtu awe na njaa. Huo ni mfumo wa kinga, mtu kutokula mpaka awe na njaa, na akila naye asishibe ndindindi. Kwanza, usipende kula mpaka umwe na njaa. Pili, ukila usishibe sana. Ni kinga hiyo. Kwa kuto chakula pamoja na kuacha nafasi tumboni kwa kugawanya sawa kwa sawa nafasi ya tumbo kwa mafungu 3. Theluthi ya chakula, theluthi ya maji, theluthi iwe wazi kwa ajili ya pumzi. Kwa atakuwa huyo ana kinga. Kwanza hali mpaka awe na njaa. Pili, akila amegawanya sehemu 3 ya mfumo wa kula. Ana sehemu ya pumzi, ana sehemu ya maji na ana sehemu ya chakula. Ameagiza pia kujiwekea utaratibu wa kufunga swaumu mara kwa mara, na amesema fungeni mtapata afya. Mwili wa mwanadamu unaokingwa kwa mfumo huu unajitengenezea kinga wenyewe. Pia tusahau njia mashuhuri ya kunawa mikono mara kwa mara. Ndio maana Waislamu wanatakiwa kutawadha kabla ya kuswali swala yoyote, zikiwemo swala 5. Kutawadha ni kinga na kutawadha ni tiba. Sasa kwa wale ambao si Waislamu, wao watakiwa sawa nawe mara kwa mara. Lakini huyu Muislamu atakuja kujikuta amenawa mara nyingi sana kwa siku. Kwa kule kunawa kwenyewe nako pia ni sehemu ya kujitengenezea kinga. Kwa watakiwa ujiulize, je, udhu umewekwa tu hivi hivi? Hapana. Udhu umewekwa kwa hikima kubwa, na miongoni mwa hikima ni mtu kujikinga katika maradhi mengi, hasa yale yanayohusu mambo ya wadudu mbalimbali tunaowaita bakteria. Njia ya 3 ni kujikinga kwa kula dawa au kuchomwa dawa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifundisha kinga hii. Akasema
yoyote mwenye kula tende 7 katika tende za ajwa za Madina haitamdhuru yeye sumu. Kwa akaelekeza kumbe kuna kinga ya kula kitu, alafu yale matatizo yakija, yale matatizo yanapambana bali. Kwa atakayekula tende 7 za ajwa zile, basi akikumbana na sumu, basi ile sumu inapambana na ile nguvu yake ya zile tende 7. Kwa dini hapa sio lazima tende 7. Chochote ambacho ukifanyiwa hicho, maradhi yakija yatapambana na kile kitu, hiyo itakuwa ni kinga, na Uislamu hauna mgogoro na hilo, na bali unaamrisha kufanya hivyo. Kwa muktadha huo sasa, kiongozi mkuu wa Waislamu wa Tanzania, Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali amewataka Waislamu na Watanzania kwa ujumla kuchanja, na ametahadharisha kwamba kutochanja huku tukijua uwepo wa janga la corona ni sawa na kukisubiri kifo kije, jambo ambalo amelikataza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume alisema, asitamani mmoja wenu kufa, asitamani mmoja wenu kufa kutokana na madhara yaliyompata. Yani hatakiwi mtu kusema mimi nangojea kufa, hatakiwi hivyo. Sababu hatakiwa uwe hai ili ufanye mambo ya jamii yako, uwe hai ufanye ibada, uwe hai ufanye kheri. Kwa unapotaka kufa, maana yake unaikosea sheria. Kwa muktadha huo sasa, ifikie mahala kwamba mtazamo wa dini, kujitibu na kujikinga sio jambo la khiari. Kujitibu na kujikinga sio jambo la khiari. Tukielewa hivyo, ni kwamba kwa mtazamo wa dini yetu ya Kiislamu, mtu kujitibu anapoumwa au kujikinga ili asipatwe na maradhi fulani sio jambo la khiari. Hivyo kwa mtazamo wa Uislamu, chanjo au kinga kwa Muislamu sio jambo la khiari, kwa sababu kanuni ya kisheria inasema jambo lolote ambalo wajibu hautimii ila kwa jambo hilo, basi hilo nalo litakuwa ni wajibu. Jambo lolote ambalo wajibu hautimii ila kwa jambo hilo nalo pia litakuwa ni wajibu. Sasa bila ya chanjo huwezi kuhiji, na kuhiji ni wajibu. Muislamu yoyote ni wajibu kuhiji, itabakia gharama hana. Na tayari wenye nchi washasema, wewe raia unaingia katika nchi ya Saudi Arabia ni lazima uchanjwe, na wewe naye kuhiji ni wajibu. Kwa hiyo Muislamu anageuka moja kwa moja kuchanja ni wajibu ili aweze kwenda kutekeleza jambo la wajibu. Neno hiari shaondoka tayari, kwa sababu kuna jambo la wajibu halitekelezeki ila kwanza ipatikane masharti, na moja wapo masharti ni kuchanjwa. Kwa Muislamu sasa kuchanja ni wajibu ili aweze kwenda kutekeleza ibada ya wajibu ambayo ni ibada ya hija. Neno hiari limeshaondoka tayari. Lakini pili, bila ya chanjo mtu hawezi kusafiri kwenda nchi kununua, nje ya nchi kununua bidhaa, biashara, au wengine nje ya nchi kufanya kazi. Na wote tunafahamu kwamba kufanya kazi ni wajibu. Kufanya kazi ni wajibu, sio hiari. Mtu afanye kazi apate mkate wake wa siku. Sasa kuna nchi hazikupokei wewe kwenda kufanya kazi nchini kwao kama hujachanja. Kwa hiyo huwezi kusema kuchanja ni hiari. Ni hiari kwenye maoni yako wewe. Wenzako sio hiari, lazima uchanje ndio ukuruhusu kufanya kazi. Lakini pia bila chanjo uwezekano mkubwa kuambukizwa na kuambukiza wenzako, utawalazimisha sasa watu wakukimbie. Utawalazimisha watu wakukimbie. Uko na wenzako, mmekaa, wenzako watakukimbia tu. Kwa sababu hadithi inatufundisha mkimbie mwenye ukoma, firra min al-majdhum. Mkimbie mtu mwenye ukoma, firara laka min al-asad, kama unavomkimbia simba. Yaani haiwezekani wewe una maradhi, tena maradhi ya kuambukiza, alafu mlazimishe mwenzako akukumbatie, akuhagi, muenjoy, mkae pamoja. Haiwezekani. Kwa sababu wewe kama kwako wewe unaona kuchanja ni hiari, itakuwa ni hiari kwenye maoni yako, lakini si hiari kwa huyu mwingine ambaye atakakae na wewe. Kwa njia hizi tatu hiari huioni. Ibada lazima, kusafiri nje kaangalia maslahi, lakini mchanganyiko na wenzako. Kwa lazima hapo napo unaona neno hiari linakuwa linaondoka. Kuhusu kauli ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye aliwataka Watanzania wachanje hii chanjo ya uviko, na kwamba chanjo
ni hiari, sio lazima. Hii ndio kauli ya rais. Chanjo ni hiari, chanjo sio lazima. Kwa sisi watu wa dini huku sasa, na watu ambao tunatafakari maneno na yanapotoka, hiyo inaitwa desturi ya muungwana. Muungwana hata kama akitaka kusema kitu cha kulazimisha, anatumia lugha iliyopoa, lugha baridi, lugha ya heshima. Ndio maana ya kusema rais, chanjo ni khiari. Lakini kidini chanjo haiwezi kuwa khiari, kwa sababu kumtii mtawala akisema chanjeni, chanjeni, sisi pale kidini hatupimi maneno, tunapima msemaji. Sasa mkuu wa nchi anaposema chanjeni, na hiyo amri yake haipingani na dini, kutii amri hiyo ni wajibu. Kiongozi yoyote wa kisiasa, wa kimamlaka, akiamuru kitu, alafu kile anachokiamuru hakipingani na dini, kutii amri hiyo ni lazima. Kwa hiyo ulazima unakuja kutokana na muamrishaji, na kutokana na alichokiamrisha hakipingani na mamlaka za Mungu, hakipingani na amri za Mwenyezi Mungu. Bwana Mtume anafundisha sallallahu alaihi wasallam, anasema watiini viongozi wenu, atii'u umaraakum, watiini viongozi wenu. Hivyo kila Muislamu hana khiari kumtii Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, madhali amri yake haiamrishi jambo la haramu. Akiamrisha jambo la haramu inaitwa innama ta'atu fil ma'ruf, hakika hapana vingine, utii utayagusa yale mema tu, yale ambayo sio mema huwezi kutii. Kwa ndugu wanahabari, niyafunge mazungumzo yangu baada ya kuzungumzia chanjo, niyafunge mazungumzo yangu kwa kuwakumbusha Watanzania mambo matano. Baada ya kuzungumzia chanjo, niyafunge mazungumzo yangu kwa kuwakumbusha Watanzania mambo matano. Jambo la kwanza, anayewaambia nyinyi Watanzania msichanje eti kwa kuwa yeye hajaridhika na maelezo. Mtu asema msichanje kwa sababu mimi sijaridhika. Mimi sijaridhika. Mkuu wa nchi ameridhika. Mkuu wa nchi ambaye anawateua wakemia, anawateua madaktari, anawateua mawaziri. Kwa sababu unaposema wanaoteuliwa na hawa chini ya mkuu wa nchi, kwa mantiki ya kawaida ndio kawateua hivyo hata yeye. Sasa mkuu wa nchi ambaye ana vyombo vyote vya utafiti anasema chanjeni. Raia wa kawaida awe na uongozi wa aina yote asema msichanje kwa sababu hajaridhika, anayetamka maneno kama hayo, huyo ni mchochezi. Ni mchochezi kwa sababu anataka kuwaaminisha Watanzania kwamba wataalamu walioko Wizara ya Afya hawana uaminifu wala weledi, ila yeye anao uaminifu na anao weledi. Hiyo ndio natija, yani ndio maneno yanavyozaa. Maneno huwa yanaumba kitu. Mkuu wa nchi kaamrisha jambo, mkuu wa nchi ambao watafiti anao, wataalamu anao, alafu mtu ambaye si mkuu wa nchi anasema mimi naona bado hii haijakaa sawa, msichanje mpaka mimi niseme au mpaka mimi niridhike. Maana yake huyu anaonyesha wazi kwamba anawataka raia waondoe imani kwa rais, walete imani kwake. Huo ndio uchochezi ambao hatuutaki katika nchi. Kwa muktadha huo, kiongozi wetu mkuu wa nchi Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amekubali kuletwa chanjo nchini kwetu, na yeye mwenyewe amechanja. Sasa je, Mheshimiwa Rais atakuwa amechanja bila utafiti? Maneno hayo ya wachochezi ni kumvunjia heshima Mheshimiwa Rais. Sababu raia ikifikia mahala akiona kwamba kumbe rais katuamuru jambo lenye madhara, lakini mtu fulani anatuambia jambo ambalo halina madhara, maana yake unawasalitisha kwa kiongozi wao mkuu, wanapoteza imani kwa kiongozi mkuu. Huo ni uchochezi, hatuwezi kuuachia. Lazima tuuseme, tuukemee, na ni jambo baya hilo. Kwa anayekuambieni Watanzania msichanje, awe askofu, awe shekhe, awe vyovyote awavyo, kwa Waislamu huyo maana yake anawaambia Waislamu msiende hija, kwa sababu kule hija hamtopokea mpaka mchanje. Sasa yikwambia msichanje, maana yake Muislamu usiende hija, ndio maana yake. Na pia wewe bwana usiende kusafiri nje ya nchi kutafuta bidhaa, biashara, maisha, usiende kufanya kazi.
lakini usichanganyike na wenzako. Lugha ya upande wa pili inazungumza hivyo. Sasa kazi ni kujadili, je, anayekwambia hivyo anakupenda au anakusaliti? Sasa niwe kukaa chini kutafakari, maana mwanadamu ameumbwa na akili ya kuzaliwa. Kama hujachanja huwezi kwenda nje kwenye biashara kununua mizigo yako. Kama hujachanja huendi Maka kufanya ibada. Kama hujachanja itafikia mahala wenzako wanakunyanyapaa, hawawezi kukaa na wewe, wanakuogopa. Alafu anayekwambia usichanje, yeye ndio anakupenda sana. Sasa ni rahisi kutafakari kwa akili ile ya kuzaliwa. Kama yeye anao uweledi, yeyote yule anayewazuia Watanzania wasichanje, kama anao uweledi na utaalamu wa kutafiti kila chanjo, huwezi kuanzia kwenye chanjo ya corona. Sababu kuna chanjo ya homa ya manjano, kuna chanjo ya surua na nyinginezo ambazo Watanzania wamechanjwa na bado wanachanjwa kila leo. Kwa nini mtaalamu anayekataza watu chanjo aanzie na hii chanjo ya COVID? Kwa nini? Ilikuwa tuanze tena ile ya watoto, ile ya surua ndio zaidi, kwa sababu kidungwa mtoto kwenye mapaja, siku ile akija mnamtia mabarafu mtoto. Lakini imani yetu ni dawa na baadaye mtoto ananufaika kweli. Kwa lengo la mtu wa aina hiyo ni kuiondosha imani ya Watanzania waliompa Mheshimiwa Rais, na hilo ni kumvunjia heshima Mheshimiwa Rais. Yatakuwa itokee pati ya tatu sasa, kama sisi viongozi wa dini tukemee kwamba hiyo lugha hiyo unamvunjia heshima rais wa nchi. Jambo la pili, niwakumbushe Watanzania, niwakumbushe kwamba kuna baadhi ya Watanzania wenzetu hawataki kupokea, hawataki kukubali na kupokea mpango wa Mwenyezi Mungu kwamba rais wa awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamke. Mwanamke mwenyewe anavaa ushungi, mwanamke anayevaa ushungi na kujiheshimu. Jina lake aitwa Samia Suluhu Hassan, tena ni Mzanzibar, tena ni Muislamu. Mpango wa Mungu umehukumu hivyo. Huo ni mpango wa Mungu kwamba rais wa awamu ya 6 atakuwa ni mwanamke, tena atakuwa anavaa ushungi, anavaa hijabu, tena atakuwa anajiheshimu, tena atakuwa ni Mzanzibar asili yake, tena ni Muislamu. Huo ndio mpango wa Mungu. Kwa huo ndio mpango wa Mwenyezi Mungu. Hivyo ni wajibu kwa mtu apokee mpango wa Mungu. Mwanadamu hataki kupingana na mpango wa Mungu. Tuukubali mpango wa Mungu, tuuridhie mpango wa Mungu. Sasa wanapojitokeza baadhi ya Watanzania wenzetu wakataka kutuondoshea imani yetu kwa Mheshimiwa Rais Samia, huo ndio uchochezi huo sasa huo. Kwa sababu ni kufuruga amani ya nchi yetu. Tunapaswa sote sasa tusikae kimya, tuwakemee, tuwakataze kumvunjia heshima Mheshimiwa Rais. Kwa sababu siku zote jahazi wakati mtu analitoboa na unamtazama, maji yakijaa mnazama wote. Lakini kutoboa, toboa peke yake. Tunakwambia hiyo unachokifanya hicho unamvunjia heshima. Inaonekana hujaridhika rais kuwa huyu. Ndio mpango wa Mungu ishakuwa. Kwa tuupokee mpango wa Mwenyezi Mungu. Kwa wanaokuja kwa lugha ya kasoro ya chanjo tuwakemee. Wanaokuja kumfundisha na kumvunjia heshima Mheshimiwa Rais kwamba katika kufanya teuzi zake eti anaokota watu tu, tuwakemee. Yaani ukimsikia mtu aropoka maneno kama hayo, wewe rais umeteua na okota watu tu, takiwa tumkemee. Tumwambie rais ni taasisi, rais ana vyombo vyake vya kutafiti, rais ana vyombo vya kuchunguza. Ukimwambia unaokota ndio unamtukana, unamdhalilisha, unamvunjia heshima. Atakiwa tumkemee, tusimkalie kimya. Na wale wanaojifanya kufungua chuo cha uongozi, wanaojifanya kufungua chuo cha uongozi kwa lengo la kuikosoa serikali baada ya kuondolewa katika uongozi wa chama, na wenyewe tuwakemee hivyo hivyo. Yaani unafungua shule yako ambayo mwanafunzi wewe mwenyewe, mwalimu ni wewe mwenyewe, lakini shule yote ukitizama ina mantiki ya kumkosoa rais na kuonyesha kwamba uongozi mzuri unaujua wewe. Huko ni kumvunjia heshima rais. Hawezi kuachwa mtu wa aina hiyo. Ni makosa makubwa. Bali mambo ya shule yako hiyo wewe ungeifungua kipindi kile, au umesoma baada ya kuondoka kwenye chama ndio umesoma ukapata elimu ya ualimu. Kipindi kile ulikuwa huna muda wa kufundisha. Kwa wewe tushakung'amua. Mpango wako wewe ni kumvunjia heshima rais, na si watu wa dini hatukubali.
Sio eti nyie muharibu amani ya nchi ivurugike, alafu mtuambie sisi tuombe dua. Tunawakemea mapema kwamba ukifungua shule yako ya kufundisha uongozi, lakini shule yenyewe lengo lako ni kumdhalilisha rais, kuonyesha wewe unajua uongozi vizuri, unajua kulinda nchi vizuri, tunakukemea, wacha. Kwa hatua hii ambayo ina mfumo huu, maana hatua kidini ziko nyingi, lakini hii ni hatua mojawapo ya kumkemea kiongozi ambaye amekushaondolewa kwenye uongozi wa chama na sasa anabakia kuwa na chuo chake na anafundisha, lakini chuo chenyewe chote elimu yake mwisho ni kumkejeli rais na kuonyesha rais haongozi sawa. Tunamkemea. Tukikaa kimya hatuwezi kufika mahala salama. Ndugu wanahabari, jambo la tatu, tumkemee kwa sauti moja yule Mtanzania mwenzetu anayemkejeli Mheshimiwa Rais Samia kwa mavazi yake. Tumkemee sote bila ya kujali dini zetu. Narudia, tumkemee kwa sauti moja yule Mtanzania mwenzetu anayemkejeli Mheshimiwa Rais Samia kwa mavazi yake. Tumkemee sote bila ya kujali dini zetu. Tumwambie kwamba Tanzania haina pingamizi kwa rais au Mtanzania yoyote kushika na kutii dini yake kwenye mavazi, maneno na ibada. Na ndio maana rais yoyote anao uhuru wa kwenda msikitini au kanisani. Wale akiingia kanisani ni rais bado yule, akiingia msikitini ni rais bado yule. Lakini hatumwambii kwamba serikali yetu leo kaipeleka msikitini au kanisani. Hatumwambii kwamba bwana wewe umeipeleka serikali kwenye mapambio, hatusemi. Hatumwambii ndio serikali ile inasujudu, hatusemi hivyo. Kwa sababu bado anavyoambiwa mtu ana uhuru wa kuabudu, rais naye ni miongoni mwenye uhuru wa kuabudu, na kuabudu Uislamu haishii kuswali na kuhiji na kufunga Ramadhani, hata kuvaa ni sehemu ya ibada. Kwa yule ambaye anamkejeli rais, tumkemee. Kwa muktadha huo, hijabu ya Mheshimiwa Rais Samia na ibada zote anazozifanya, kwa kuwa ni Muislamu, hilo sio tatizo wala tabu kwa Watanzania. Hivyo tusitoke nje ya mstari tukaipeleka nchi yetu kubaya. Kwa tunakuomba mama yetu Mheshimiwa Rais Samia, endelea kuvaa hijabu, endelea kuswali swala 5, funga saumu yako, simama usiku kwa ibada, na endelea kutekeleza ibada nyingine na kutenda mema. Kamwe usifadhaike wala usikatishwe tamaa na maneno ya baadhi ya Watanzania, kwani wenzetu wengi wengine hawakupata malezi yenye kinga. Hawakupata malezi yenye kinga kwa wazazi wao. Kawaida ya mtoto ukizaliwa, baba yako huwa anakuelekeza, mwanangu fanya hivi, mwanangu mtu mzima usimwambie hivyo, mwanangu jirani kaa naye hivi. Sasa wengine hawakubahatika hilo. Sasa mtu kama hakubahatika hilo, anaweza akasema maneno hayo kumkejeli mzee wa mwenzake bila kujua madhara yake. Kwa hiyo basi tumwambie Mheshimiwa Rais, samehe na kazi iendelee. Kwa kuwa rais sio Muislamu, hawathubutu kufanya hivyo. Tufahamu kwamba rais ni rais tu. Rais ni rais tu. Awe wa dini yoyote, rais ni rais tu. Awe jinsia yoyote, rais ni rais tu. Tunapaswa kumheshimu na kumtii. Kwa tusijenge utamaduni kwamba rais akiwa wa dini hii, mfumo wetu ni huu. Akiwa rais wa dini ile, mfumo wetu ni huu. Akiwa rais wa dini hii, hao wakimkejeli na kumchezea tunawachukulia hatua. Akiwa rais wa dini hii, hao wakimkejeli, wakimsema, tunamngoja eti yeye mwenyewe aseme. Tusiwe hivyo Watanzania. Ama wale ambao watu aina hiyo hawaitaki mema nchi yetu, kwani wakimaliza ukabila wataingia kwenye udini, jambo ambalo halina afya kwa umoja na mshikamano wa Watanzania. Na tutambue kwamba Mtanzania yoyote anapojiona ametenguliwa kwa sababu ya ukabila wake, ndiyo anaiambia jamii kwamba aliteuliwa kwa sababu ya kabila lake. Ukiamini kwamba mimi nimetenguliwa uwaziri wangu, nimetenguliwa ukuu wangu wa mkoa kwa sababu ya kabila langu, inaonekana basi wewe uliteuliwa kwa sababu ya kabila lako. Sasa itakuwa ni kabila juu ya kabila, tabu iko. Lakini ukiamini nimeteuliwa kwa uwezo wangu, na nafasi hizi ni nafasi za khiari kwa mkuu wa nchi na ana vyombo vingi, anapomteua mwingine, hamwezi kuzalisha neno ukabila, hamwezi kuzalisha neno ukanda. Huko ni kuitia nchi yetu kwenye matatizo, na hatuwezi watu wa dini tukanyamaza sasa tukawaachia wanasiasa wafanye hivyo. Mwisho nchi ingia kwenye matatizo, tunabakia viongozi mtuombee dua.
Hatuanzi na dua, tuanza na aya, kurekebisha yale yanayoharibika, na hiyo ndiyo kazi ya dini. Jambo la 5 na la mwisho, ndugu waandishi, mimi ndugu yenu na Mtanzania mwenzenu nilibahatika kuridhiwa na nchi yangu ya Tanzania kwenda katika mkutano wa kujadili chanjo ya mtoto katika mji wa Dakar kule Senegal. Nilishiriki hiyo. Nilishiriki mkutano wa kujadili chanjo ya mtoto. Tukamjadili mtoto katika hoteli kubwa King Fahd Palace Hotel, tukagawana. Madaktari wana sehemu yao, wanasiasa sehemu yao, na sio viongozi wa dini tulikuwa na sehemu yetu kama hivi. Tukajadili chanjo kiimani, chanjo kidini, tukajadili kwa kina sana. Lakini pia nikapata bahati nyingine ya kwenda katika mkutano mwingine Addis Ababa kwenye ukumbi wa AU. Alhamdulillah, nilishiriki mkutano pia kwenda kujadili afya ya mtoto. Kwa nimejifunza mengi, na ndio maana nathubutu kuwaambieni jamani, twendeni tukachanje ili tuende sawa na tujiweke katika nafasi ya kuweza kuruhusiwa kushiriki ibada ya hija mwakani na kuweza kusafiri nje ya nchi kibiashara na kikazi na mengineyo. Na wale wanaoitumia chanjo kama mtego wa kumsaliti Mheshimiwa Rais, tuwakemee na tuwaelekeze tusielekee huko, ili tuendelee na kitu kinachoitwa umoja wetu wa kitaifa na udugu wetu. Yale madogo yanayoingia kati yakataka kuhatarisha umoja wetu, tukiwaona wanasiasa na watendaji hawayashughulikii, sisi watu wa dini ni wajibu wetu kuingia. Habari ya kuwaachia wao wakaharibu kisha baadaye watuambie sasa fanyeni dua huko misikitini na makanisani, kuna jambo likiharibika tulikemee mapema na tulielekeze na litolee maelekezo. Yaani huu mimi siuendeshe kisiasa. Akawakusanya viongozi mashekhe wa dunia, kina Sheikh Hamza Yusuf tunakuta kule nani wa Marekani, kina Dr. Majid, kuna mashekhe kutoka Ghana, mashekhe katikati pale Mali, tumekaa nao wote. Lakini sosi ya msingi, je, mimi ninapotengeneza chanjo ya kitu fulani, imani inasema nini? Tukagundua imani inaruhusu, tukawafungulia na wenyewe wakaridhika. Huku ni afya ya mtoto. Hiyo huko ni afya ya mtoto kwa ujumla. Yaani huyu mtoto afya yake, imani inasema nini? Sasa kuna baadhi ya wenzetu duniani huko wanapenda sana mvuto wa kauli za kiimani. Ambao mtaugawa kwako. Uislamu unafundisha kujikinga kwa njia 3: maombi, kufuata mfumo, kula dawa. Nimetaja matatu na nitagawa ikatasi. Njia 3: maombi, kufuata mfumo, kula dawa. Maombi, kufuata mfumo, kula dawa. Na tatizo ni kwamba watu wanajadili maoni ya serikali mbili, wanayajadili kwa maslahi ya kisiasa. Kwa siasa ni mchezo kukosoana, ndivyo ulivyo. Lakini kiukweli serikali iliyopita haikuwa ikikataa chanjo, ilikuwa ikieleza utafiti. Yaani msiavamie tu mambo bila utafiti. Mbona wenyewe hivi? Maana yake utafiti. Na mkuu wa nchi wa sasa ameturidhisha alipotuambia mimi jambo hili nitaliundia kijitume. Akaunda kijitume, na siku ile tume inawasilisha kwake, tumeona mikaratasi inapelekwa. Bado tu mawazo ya kisiasa, watu hawaamini, wanataka eti yule mjumbe wa tume aje ansomee mimi nyumbani kwangu ndio mimi niridhike. Tukatuundia kijitume na akasema jambo hili mimi nitaliundia tume. Na tukaona kwenye vyombo vya habari, nyinyi mko Tanzania, ndio kazi yenu hiyo. Baadaye makabrasha yale yakagaiwa, matokeo tukaambiwa ni haya. Bado eti nataka mimi binafsi yangu niridhike peke yangu. Simuamini mkuu wa nchi, simuamini waziri wa afya, simuamini naibu, simuamini katibu mkuu, siamini cabinet nzima, siamini mfumo wa nchi. Huo ni uchochezi. New Vision VTC Driving School ni shule yenye uzoefu wa kutosha katika kutoa mafunzo ya udereva bora. Tunafundisha udereva kwa kutumia mashine za kisasa ziitwazo Sediro, Self Driving Instructor in a Room. Mwanafunzi anajifunza udereva kwetu kama wanavyojifunza katika nchi zilizoendelea kama vile China na Uingereza. Mashine hizi zina faida zifuatazo: kumwezesha mwanafunzi kulifahamu gari kwa muda mfupi sana, kuondoa hali ya uoga kwa mwanafunzi, kumwezesha mwanafunzi
mwanafunzi kuzijua njia zote za kujihami na ajali, kumfanya mwanafunzi aone kuendesha gari ni kazi rahisi na rafiki. Tunao wakufunzi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Mafunzo yanaanza saa 12:30 asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Mafunzo yanafanyika katika mitaa mbalimbali ya Dar es Salaam. Unaweza kutupigia 0715847004 na 0754847004. Karibu sana New Vision VTC Driving School kwa mafunzo ya udereva bora.